Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche ameilaumu serikali kwa kile kinachoita kushindwa kuhakikisha usalama wa raia wake, hali inayosababisha Maria Sarungi kushindwa kuhudhuria mazishi ya baba yake Profesa Philemon Sarungi. Akizungumza Machi 10, 2025 katika hafla ya kumwaga Profesa Sarungi iliyofanyika katika ukumbi wa Karamjee jijini Dar es Salaam, Heche alisema kuwa Maria aliogopa kurejea nchini kuhudhuria mazishi ya baba yake kutokana na vitisho dhidi ya maisha yake. Heche alieleza kuwa hofu ya Maria ni halali na inatokana na matukio mbalimbali ya watu kutekwa na kupoteza uhai nchini. Alidai kuwa Maria alikumbwa na jaribio la kutekwa akiwa Nairobi, Kenya, na kwamba hadi sasa hakuna tamko lolote kutoka serikalini kuhusu tukio hilo. Jambo la kifo ni jambo kubwa. Leo mzee amelala hapa, lakini binti yake Maria Sarungi hakuweza kuja kumzika kwa sababu ya watu waovu waliopata nguvu nchini kutishia maisha ya watu. Hii ni jambo kubwa ambalo lazima tulipige kelele. Aliongeza kuwa Tanzania ni nchi iliyopata uhuru miaka 63 iliyopita, hivyo haiwezekani watu waogope kurejea nyumbani kwa kuhofia usalama wao. Aidha, Heche alikosoa serikali kwa kutoonyesha heshima inayostahili kwa Profesa Sarungi ambaye alikuwa waziri wa afya na mwanzilishi wa taasisi ya mifupa MOI. Alisema kuwa ni jambo la kushangaza kwamba hata waziri wa afya hakuwepo katika shughuli hiyo. Mzee Sarungi alianzisha MOI, taasisi ambayo imeokoa maisha ya maelfu ya Watanzania, lakini leo katika mazishi yake hatuoni hata waziri wa afya. Hii inaonyesha namna tunavyoshindwa kuthamini mchango wa viongozi wetu wa zamani. Katika hotuba yake, Heche alisisitiza kuwa vyombo vya dola vina wajibu wa kulinda raia na kuhakikisha kuwa hakuna Mtanzania anaishi na kuhisi kutengwa au kutishiwa. Wajibu wa kwanza wa serikali kulinda uhai wa watu wake. Watu wamepigwa risasi mchana kweupe, watu wamepotea, lakini hakuna hatua madhubuti zinazochukuliwa. Tunapaswa kusimama kidete dhidi ya hali hii. Kwa hicho ndicho ambacho amekizungumza John Heche.